Biblia inasema ya kwamba ukitendewa mema unafaa kulipa kwa mema. Na hicho ndicho kichwa cha ujumbe wa leo, ya kwamba ukitendewa mema rudisha mkono kwa kutenda mema. Ukisoma Mithali 17 mstari wa 13, Biblia inasema usilipe mabaya kwa wema, maana mabaya haitaondoka nyumbani mwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani mtu akikutendea mema na wewe kwa akili zako ukaona ni vizuri kumulipa mabaya, Biblia inasema ya kwamba mabaya haitaondoka nyumbani mwako. Kwa hivyo mtu akikutendea mambo mazuri, fanya bidii na wewe urudishe mazuri. Kwa sababu ukitenda kinyume, kwa sababu ukitenda visivyo, Biblia inasema ya kwamba mabaya haitaondoka nyumbani mwako. Kwa hivyo kuzuia mabaya yasikuandame katika nyumba yako, yule aliyekutendea mema ni vizuri uweze kumtendea mema. Ni vizuri uweze kulipa kwa kutenda mema. Ukisoma Ayubu mlango wa 4 mstari wa 8, Biblia yasema vile nimechunguza na kuona, huyu ni mwandishi, vile nimechunguza na kuona, wapandao mabaya na kuyapalilia mabaya watayavuna mabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani huyu mwandishi aliketi akachunguza, na hapa anatueleza waziwazi ya kwamba mtu akipanda mabaya, unajua kuna wale wanapanda alafu wanasahau, lakini kuna mwingine anapanda kisha anaanza kuyapalilia yale mabaya. Biblia inasema ya kwamba utayavuna hayo hayo. Uwezi panda miwa uvune kitu kingine tofauti. Uwezi panda maharagwe ukavuna ngano. Uwezi panda mahindi ukavuna maharagwe. Uwezi panda nduma ukavuna muhogo. Hapana. Biblia inasema apandacho mtu ndicho atakachovuna. Anayepanda mabaya kisha akapalilia yale mabaya, Biblia inasema ya kwamba mabaya hayataondoka nyumbani mwake. Na mwandishi ametuambia amechunguza sana na kuona ya kwamba wanaopanda mabaya na kupalilia mabaya, wao huvuna hayo mabaya. So, ukitaka kuvuna mazuri ufanye nini? Biblia inasema ya kwamba ukitaka kuvuna mazuri, panda mazuri, utavuna mazuri. Ukipanda mabaya, utavuna mabaya. Ukipanda pilipili, utavuna pilipili. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukipanda ndimu, utavuna ndimu. Na ukipanda sukari, yani ukipanda miwa, utavuna miwa. Ukipanda nduma, utavuna nduma. Ukipanda muhogo, unavuna muhogo. Uwezi vuna kitu tofauti na kile kitu ambacho wewe mwenyewe ulikipanda. Ndio unaweza kipanda kikachukua muda ukadhania kwamba kumekwisha. Hapana. Kuna wakati mmoja hapa nitakuja kuwafundisha kuhusu mambo yoyote ambayo unatenda lazima utakuja kuyalipia.
Lakini kwa sasa wacha nistiki hapa. Ukisoma Luka mtakatifu mlango wa 17 mstari 11 mpaka 19, Yesu akauliza, kwani hawakupona wote 10 isipokuwa huyu mgeni? Ni ile story Yesu amekutana na wenye ukoma 10. Wakamwambia, tafadhali Yesu mwana wa Daudi, tunaomba uturehemu. Yesu Kristo mwana wa Mungu, tunaomba utuponye. Yesu akasema, nendeni mkajionyeshe kwa kuhani. Walipokuwa barabarani wakielekea, wakapona. Lakini mmoja wao akaona ni vizuri kwanza, kabla ya kwenda kwa kuhani, akuja amshukuru Yesu. Na huyu ndiye kuhani wa makuhani. Akarudi kwa Yesu akamwambia, asante sana, maana nimepona ugonjwa wangu. Yesu akauliza, kwani hawakupona wote 10? Yesu alijiuliza swali, kwani hawakupona wote 10 isipokuwa huyu mgeni? Biblia inatufundisha nini? Ni vizuri kurudisha shukrani. Ni vizuri kusema asante kwa yale mambo mema ambayo mtu ameweza kukutendea. Wakati uko katika matatizo, kuna yule mtu ambaye amekushika mkono. Utakapofika pale mbele, usije ukamsahau. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nakumbuka kuna mama moja alikuwa analala hapa kwa choma kwa bafu, akasaidiwa.